Mheshimiwa sana Padre Achileusi Rweumbiza, mwanashangwela wetu na sababu ya haya yote yanayotendeka sasa. Waheshimiwa sana mamosinyori, waheshimiwa mapadre, watawa, mafrateli na wapendwa taifa la Mungu, karibuni tutembee pamoja na Father Achileusi Rweumbiza anayemshukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya upadre na maisha ya upadre aliyomjalia pasipo mastahili yake kwa miaka hii yote 25. Tumpongeze sana Father. Hongera sana baba, hii ni zawadi kubwa, na Father Achille anatambua kwamba hakuna mtu anayeweza akajitwalia heshima hii ya kuwa padre isipokuwa tu, kama tulivyosikia katika maandiko matakatifu, mtu upewa na Mungu. Na kama tunavyosoma Waebrania ile sura ya 5 aya ya 4, ni Mungu anayewachagua wale anaotaka wamtumikie kama mapadre, akawachagua wale aliyowataka. Marko 3:13. Kama tujuavyo, kushukuru ni kuthamini. Unajua huwezi kushukuru kama uthamini. Mnakumbuka hata mzee Kengia alikuwa amesimama mbali kidogo, asema Kengia, pokea maziwa. Akasema rusha. Hairasha. Haigarasheshe kati, banga bata. Hakuthamini maziwa. Na ndio maana Waluhya wa Kenya wanamsema usemao kwamba huwezi kusifia nyama choma ukamsahau aliyechoma. Wale wadau wa nyama choma na mishikaki, njiti ya kwanza, ya pili, ya tano, unasifia nyama choma tu muda wote, unamsahau aliyechoma. Na Father Achille hawezi kufurahia maisha ya upadre, hawezi kufurahia upadre akasahau kumshukuru Mungu mwenyewe ambaye ni mmiliki, upadre ni wake na mwezeshaji wa upadre ni Mungu. Asante sana Father Achille kwa kumshukuru Mungu na kwa zawadi hii. Upadre ni wa Mungu na padre ni wa Mungu. Kama tulivyosikia Baba Bene alivyoongoza kutuingiza katika maadhimisho haya makuu, alituambia kwamba Father anaendelea kumshukuru Mungu kwa zawadi ya watu mbalimbali. Anamshukuru Mungu kwa zawadi ya wazazi na wapumzike kwa amani. Umamita telefoni wezaura na marozalia yako kulengia, anawashukuru sana. Na bibi yake Magaudensia Nyamwiza, Father Achille ameishi kwake pale Kiarabaile Rugaze, akiwa anasoma shule ya msingi Mganabe. Anawashukuru ndugu zake, familia yenye upendo, wakiongozwa na kaka Diabato Theodore. Na wewe tunakuombea afya njema kabisa ya roho na ya mwili. Dada Froza wayuka mno mao, mwayuka. Dada Father Benezeti Rwegoshora, hongera sana. Ukakora kumkingulira irembo mkuru. Tunakupongeza sana Father Benezeti. Asante sana. Masista Amelberga, tunashukuru sana. Maarufu kama Sister Belga, tunashukuru sana. Dada Oliver, tunashukuru sana. Na ndugu Anakreti, dada Fides na mdogo wake Father Caritas, tunawaombea pumziko la amani. Father anaendelea kumshukuru kila mmoja. Tumesikia wakati kabla ya kwanza maandamano, historia yake ilikuwa inasomwa na vijitabu vinapatikana vya historia ya Father, vimesheheni shukurani. Father anashukuru kila mmoja, watoto, familia, majirani, ndugu, jamaa, marafiki. Analishukuru kanisa na wana kanisa. Anawashukuru maaskofu, anawashukuru mapadre, anawashukuru waamini ambao kwao upadre wake umepata maana na anapata sehemu ya kujishikia. Baba anashukuru sana. Anashukuru sana. Anashukuru sana. Na mmesikia anamshukuru hata mama yetu sio kama yupo sister. Father aliniambia wakiwa wanasoma shule ya msingi Mganabi, sister walikuwa wanamuita CCM, wanamuita CCM. Yaani Sister Celestini Moro. Mama tunashukuru sana. Baba kuitaka CCM. Anashukuru sana. Huyu sister ndiye amemuingiza Father akiwa mtoto mdogo na kumwezesha kufanya mtihani wa kujiunga na seminari ndogo ya Rutabo. Na anakumbuka yale mahindi ya kukaanga aliyomfungia wakati wekea seminari ndogo ya Rutabo. Sister Moro tunashukuru sana. Asante sana. Na shukrani ni nyingi mpaka Father anawakumbuka walezi wake kule seminari kuu ya Kibosho waliomchagua miongoni mwa mafrateli 11 kutumikia misa pale Kawekamo iliyoongozwa na Baba Mtakatifu Yohana Paulo wa pili. Pale Moshi. Pale Moshi. Iliyoongozwa na Papa. Na
miongoni mwa vigezo vilivyotumika ni pamoja na urefu. Father, hongera sana. Father, hongera sana. Na kati ya mafrateli hao 11 waliotumikia, waliofikia upadre ni 3 tu. Na Father Achille ni miongoni mwao. Hongera sana baba. Na mwingine bila shaka mnamfahamu na mwingine. Mmoja wapo ni Askofu Mkuu Baba Gervasus Nyaisonga, askofu mkuu wa jimbo la Mbeya. Ni mwanadarasa wa Father na alitumikia siku hiyo. Na mwingine Father Muratus. Baba tunakupongeza sana. Tunaona na yeye ni mrefu, sinaona. Hongera sana baba. Tunawapongeza sana. Anamshukuru dada Levina Nestor Weyemam aliyemuuguza pale Rubia. Father alivunjika mguu na amelazwa hospitalini kwa siku 65. Dada Levina, mtoto wa shangazi yake, alimuuguza sana. Tunashukuru sana. Kwa hiyo nasema haya ni machache tu. Ni kwamba Father amesheheni shukrani. Anamshukuru kila mmoja wetu. Anashukuru kote alikopitia, Buma, Kijwile, Bukoba Cathedral, Ngarama naona mmejaa mweka ile game. Yaani kila mahali Father anashukuru sana. Kila mahali anashukuru sana, majirani, watu wote, dini mbalimbali, anashukuru sana. Yote haya Father yamemjaa moyoni. Ni tutapata historia yake na tusome kijitabu hicho kimesheheni shukrani. Mruhusu niendelee kusudi make mimi ndo natambua tupate mambo sangapi. Kwa hiyo mruhusu niendelee. Upadre ni muujiza wa kustaajabisha. Ni hadhi isiyoelezeka. Ni fumbo la kutisha. Anatuambia baba wa kanisa Mtakatifu Ephrem wa Siro. Na Mtakatifu Yohana Chrysostom anang'amua kwamba upadri sawa ni wito kama wito mwingine wa Mkristo, lakini upadri ni zaidi ya wito wowote, kwa sababu anasema kwao ni maisha ya ujasiri na majitoleo. Na hakuna awezaye kujitwalia heshima hii kama tulivyosikia. Naye baba Kardinali Arinze, mnamfahamu Francis Arinze, aliandika kitabu chake, anawaandikia mapadri wadogo akitafakari upadre alipofanya jubilei ya dhahabu miaka 50 ya upadre mwaka 2008. Anawaambia sema ni mafadha wadogo, naomba mjue kabisa, yaani unapokuwa padri Mkatoliki kwa sekunde moja ni neema kubwa. Sasa Father Achille sio sekunde, ni miaka 25. Hii ni neema kubwa zaidi. Ni neema kubwa zaidi. Naye mnamkumbuka mwingine Askofu Tonishin, ana kitabu chake maarufu kinaitwa Kwa nini nilikuwa padri? Kwa nini nilikuwa padri? Naoma anajiuliza swali, hivi kwa nini mimi Tonishin nilikuwa padri? Na anajijibu mwenyewe. Anasema swali hili hakuna padri awezaye kulijibu. Maana ukijidai unalijibu ni kana kwamba wewe unajifanya ndio umemchagua Bwana wakati ni Bwana alikuchagua wewe. Kwa hiyo na anatukumbusha ile Yohana 15 aya 16. Anasema si ninyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliochagua ninyi. Kwa hiyo anasema upadre ni wito, ni mwaliko. Na hakuna padre anayestahili mwaliko huu. Lakini Bwana hachagui mara zote walio bora. Ama sivyo baraka zingeonekana kuwa zinatokana na uwezo wa kibinadamu na si nguvu za kimungu. Na ndio maana Father Achille anamuomba Bwana aendelee kumtakasa katika utumishi huu mtakatifu kama tulivyosikia katika Injili takatifu. Na Father amechagua masomo ya leo kwa makini mkubwa. Anamuomba Mungu amtakase, aendelee kumweka wakifu, na analiombea taifa la Mungu utakaso. Anatambua kwamba changamoto inayokuwa mbele ya kila padre, yani kila siku padre na changamoto mbele yake. Anatambua kuwa hadhi ya upadri ni kubwa sana na hailingani na wale ambao wanapewa hadhi hii. Mapadri ni wanadamu ambao wamepewa hadhi na wajibu wa kuhudumia wanadamu wenzao katika harakati za kutafuta utakatifu tena kila siku ya maisha yao. Ndio maana padri ni mtu aliyeshikwa na Kristo wa Filipi 3:12 na kutengwa kwa ajili ya Injili Warumi 1:1 na Waebrania 5 kwa ajili ya kazi takatifu Mathayo 13:2 na anapaswa kuwa mtu wa Mungu Timotheo wa kwanza 6:11 anayeshiriki katika utume wa kukomboa Wakorintho wa kwanza 3:9 ni mtoaji wa mafumbo matakatifu Wakorintho wa kwanza 4:1 na kutangaza upatanisho katika Kristo ambaye kwaye ni mjumbe Wakorintho wa pili sura ya 5 aya 18 hadi ya 20. Maisha ya padri ni maisha yanayomdai kwa matendo na maneno kuwa furaha ya Bwana na ya watu wake. Na hii ndio sababu iliyomfanya Mtakatifu Agustino baada ya kupata tu padre, baada ya kupadrishwa mwaka 391,
Mtakatifu Agustino anamwandikia askofu wake, Askofu Valerio. Anamuomba, baba askofu, naomba uniruhusu nisifanye kazi ya kitume kwanza, nikae na kusali, nitafakari. Anaiona kazi hii ya upadre kama utumishi wa hatari sana. Kwa maneno yake anaita ni periculosissimum ministerium. Na kwa nini anaita ni utumishi wa hatari sana? Ni kwa vile anaona ni utumishi unaodai utakaso. Maana anaona kwa upande mmoja kuna mapungufu ya kibinadamu ya mwenye kupewa upadre, lakini upande wa pili kuna ukuu wa Mungu unaoogofya ndani ya padre. Huu ndio upadre, ni upekee katika ukawaida. Ukawaida unaficha upekee, upekee unajificha kwenye ukawaida. Na ndio sakramenti zinavyofanya kazi, na ndivyo kanisa linavyotenda. Kwa macho unamuona Padre achira, lakini baada ya kuwekewa mikono tarehe ile alitoa upekee kwenye ukawaida wake, na huo ndio upadre. Kumbe jubilei ni kipindi cha tathmini. Biashara asubuhi, jioni maisha, na mali bila daftari upotea bila habari. Na mtakatifu Baba Mtakatifu Yohana Paulo wa pili akiongea na mapadri kama Padre Achille wana jubilei, ulikuwa ni mwaka 2000. Anasema jubilei ni kurudi katika chumba cha karamu ya mwisho kule Cenaculum. Ni unarudi kwenye chumba cha karamu ya mwisho, huko ambako upadri uliasisiwa, ili kuona kama bado tunaenenda kadiri ya wito wetu. Kuishi upadri kwa miaka 25 si mchezo. Ndio maana tunampongeza Padre Achilleus. Si mchezo. Father, hongera sana. Na hii inanikumbusha padri mmoja amefanya jubilei mwaka jana, wa jimbo moja huko Australia la Parramatta, anaitwa Padre Henry Hudu Tran. Sasa Father katika mahubiri yake tarehe 21 mwezi wa 4 2020, kwa sababu ya changamoto za uviko, watu wengi hawakuweza kuhudhuria kwenye sherehe zake. Kwa hiyo alisali peke yake na adhimisho lake likarushwa kwenye redio na vyombo vya habari vingine. Katika mahubiri yake kuna sehemu anachekesha mwanajubilei mwenyewe. Anasema, bwana wangu, naomba uruhusu nikutanie kidogo. Na akasema, nikichemka naomba unisamehe. Anasema, wewe ukuanza kufanya jubilei hata ya miaka 4 ya utume, lakini mimi na 25. Anasema, baba naomba unisamehe, lakini yote nakushukuru wewe. Si mchezo. Father, hongera sana. Kila padre, mnajua kila padre anakutana na makundi ya watu 4 na wote lazima awahudumie. Niataje haraka haraka hiyo makundi ya watu 4 ambayo kila padre anakutana nayo. Kundi la kwanza ni la waliochoka, the tired. Hao wamechoka. Yaani wamechoka, mambo ya Mungu wamechoka. Ni sana yule kijana, mshasikia habari zake, aliona sala ya jioni inamsumbua, amechoka kutoka kazini, sala ya jioni inamsumbua. Na hapo aliamua hii sala ya jioni aichapishe na akaiprint. Akaiweka sebleni, akaitundika juu pale sebleni. Sasa jioni ikifika, ananyosha mkono wake kuelekea kwenye sala, anamwambia Mungu kama kawa. Kama kawa. Kuna watu waliochoka katika utume, the tired. Lakini kundi la pili ni la waliostaafu, the retired. Hao wamestaafu mambo ya Mungu. Ndio hao mnaenda jumuiya ndogo ndogo, mnaingia kwenye familia yake, yuko chumbani na koroma, nyemko sebleni na sali Jumamosi asubuhi au siku ya jumuiya. Hao wamestaafu mambo ya Mungu. Hata katika michango ni changamoto bado, lakini padre lazima akutane nao na wahudumie. Wao wamechoka, wao wamestaafu. Lakini kundi la tatu ni wanaochokesha, the tiresome. Hawa katika lugha ya mtaani ni pasua vichwa. Ni baba kunomwe kerezia. No mkerezia mbaguna, yani wanaochokesha. Na katika mambo ya utoaji ndio tunasema wana moyo wa dodoki na moyo wa nazi. Mpaka nazi ikupe lazima igongwe, na ikigongwa inatema cheche. Kwa hiyo makini. Anakupa kwa sababu anahitaji, labda anabatiza, labda kuna chipaimara, ameuguliwa, hana namna. Hapa anatoa. Lakini sikilizia cheche baadaye kama za nazi. Kanisa mchango imezidi. Kanisa biashara, nitahama, wokovu popote. Hizo ni cheche za nazi. Sasa hawa ni the tiresome, ni wanaochokesha, lakini padre anawahudumia. Kuna waliochoka, kuna waliostaafu, kuna wanaochokesha, lakini kundi la 4 ambalo Father anakutana nalo ni wasiochoka, the tireless. Hawa wachochi kutenda mema. Hawachochi kutenda mema. Na hawa kila wakati ndio wanahimizwa na Bwana ili waendelee kushikilia habari hii njema. Sasa tunapompongeza padre,
Manake amefanya kazi kubwa miaka 25, si mchezo. Na unapoona Father Achille ametimiza miaka hii yote, lazima tumpongeze. Na mnajua padri anakutana na hali zote kwa siku moja, zile moods. Ndani ya siku moja, Father anaweza kukutana na hali zote. Labda usiku amepigiwa simu kuna mgonjwa, amekatisha usingizi. Asubuhi ameadhimisha sala takatifu ya misa. Baada ya misa tu anaweza kaitwa mgonjwa. Ni Father huyo. Baadaye kidogo anaingia ofisini, kuna kesi inamngojea. Hajakaa sawa, kuna maharusi, kuna ndoa. Labda mchana. Jioni kuna mazishi. Ni Father yule. Kwa hiyo anatabasamu na wanaotabasamu, analia na wanaolia, anacheka na wanaocheka, na mengine. Father, hongera sana. Hongera sana Father. Hongera sana Father. Jubilei ni kusherehekea mafanikio. Acha ni msifu Father Achille. Maana tunashauriwa tupeane maua tukiwa hai. Tusingojee siku ya mazishi ya wenzetu. Tupeane maua tukiwa hai. Na tunajifunza kulaumu kwa upole na kusifia kwa sauti ya juu. Father, hongera sana. Katika mahubiri haya ninawakilisha watu wengi ambao wamemfanyia tathmini Father Achille. Na washukuru sana kwa tathmini yenu. Nilipanga nioje watu 25 tu, lakini baba yale mojoni yalikuwa ni matamu, nikaongeza ukafikia 60. Ninashukuru sana. Nitathmini. Na ndio maana kutokana na sifa zako Father Achille, tumepata wazo kuu la mahubiri ya leo ni inawezekana. Tumelipata kutokana na sifa hizi. Kumbe inawezekana. Unaendelea kuonesha kuwa inawezekana Father Achille. Orodha ya sifa zako ni ndefu. Niruhusu nigusie chache, na inawezekana zikatusaidia wote. Inawezekana. Father, watu wote wanaokuona hapa, watu ambao nimewahoji, sifa zako naomba niende haraka. Si mtu wa kuyumbishwa. Father, hongera sana. Ni mvumilivu, ni mtulivu, hakati tamaa. Na tusikate tamaa. Father na msemo wake kila mara tumekaa naye Ngarama huko, msemo wake ni inawezekana. Hili nikumbusha simulizi moja la padri kijana aliyekuwa amekata tamaa kidogo kwenye utumishi, akaamua aende kutembelea mapadri wagonjwa na wazee. Hasa ameingia mle, akamwona Father mmoja aliyekuwa ni mzee, ana miaka 97, amelala kwenye kiti chake. Majira ya saa 2:30 asubuhi. Hasa Father akamwangalia huyo Father, anamwangalia na mweneo huruma, akasema lakini huyo si afe tu. Hasa baadaye anamuuliza Father huyu mzee, sema Father, hivi wewe unasubiri nini? Katika hali unasubiri nini? Nataka mzee amwambie nasubiri kifo. Unajua mzee alisemaje? Alisema anasubiria chai ya saa 4. Unasubiri nini? Sasa wewe unasubiri nini? Unasubiri nini? Hakuna kukata tamaa. Father, hongera sana. Hakuna kukata tamaa. Hakuna kukata tamaa. Sifa nyingine, Father anawajua kondoo wake na mahitaji yao. Anawajua kondoo wake na mahitaji yao. Ndio maana anafanya anayoyafanya. Ni kama Papa Francis anavyotuambia. Papa anatuambia mchungaji anukia harufu ya kondoo. Father Achille, hongera sana kwa kunukia harufu ya kondoo wako. Unafanya makubwa. Ni kama mnamfahamu baba wa taifa wa India, Mahatma Gandhi. Alikuwa anasoma Uingereza sheria. Baadaye akaenda kutembea huko Ufaransa. Kufika Ufaransa akatembelea makanisa ya zamani. Baadaye akaingia kwenye kanisa la Notre Dame. Kanisa zuri, cathedral nzuri sana. Hasa ameshakuwa rais wa India, miaka mingi imepita, alikuwa anawaambia watu kila mara kwenye hotuba zake Mahatma Gandhi. Anasema hauwezi kuwa umejenga makanisa yale niliyoona Ufaransa kama umpendi Mungu. Na wewe Father Achille unayoyafanya ni dhahiri unampenda Mungu na watu wake. Huwezi kuwa unafanya haya bila kumpenda Mungu. Endelea na moyo huu baba, inawezekana. Inawezekana. Ni mtu wa amani na mpatanishi. Mshauri mzuri, kiongozi mzuri, mtu wa mchezo wa makanisa. Katika sera ya elimu jimbo ana mchango mkubwa mpaka watu wameanza kuifanyia PhD. Father, hongera sana. Uhusiano mzuri na watu, tena watu wote. Wewe akaniambia itaenda nobi na irukirwa na achakalikana kasheko, ever smiling. Haimkuru kionkatali kwenda nonsense. Hataki mambo yaharibike, anajali utume. Baba, hongera. Inawezekana. Inawezekana. Father Achille hachukulii mambo poa. Si mtu wa mazoea yasiyofaa. Ataka ntukona na kataroko kaija. Haogopi ukichukia, ukipenda, yeye anautafuta ukweli na anataka ajiridhishe.
Huyu ameniambia akasema, Father, ukiongea na Father Achille unaweza ukajicheka mwenyewe. Akasema maana ni mwanafalsafa, atakuoji tu na ana maswali ya mtu aliyetulia. Baba, na hapa tunajifunza kuachana mazoea mabaya. Baba, tunashukuru sana. Muda ungeturuhusu ningewasimulia habari za mazoea mabaya. Bila shaka mnamkumbuka mchoraji maarufu Michelangelo Buonarroti ambaye alifariki mwaka 1565. Ni mchoraji mzuri sana wa hizi picha takatifu unazoziona tulizonazo, ana mchango mkubwa. Hasa katika kile kikanisa cha Sistina au Sistine Chapel ambako makardinali humchagulia papa, kuna picha zake nyingi nzuri sana huyu Michelangelo. Nataka niwaambie mazoea. Sasa kuna picha ya Adam na Eva. Katika picha hiyo Adam na Eva wana vitovu. Sasa unajua kitovu kinaonesha uhusiano kati ya mama na mwana. Sasa aliona watu wote wana vitovu. Akasahau kwamba Adam na Eva ni wazazi wa kwanza, wana baba, hawana mama. Akawekea vitovu. Yale mazoea. Mazoea. Father, asante sana. Tunashukuru sana. Mazoea. Father Achille ni mkarimu. Ana upendo mkubwa. Na hii humfanya awe available. Yupo. Anaweza kuingia gharama yoyote ili mradi amekuthamini kwa uwepo wake. Hii ni kujitoa nafsi. Na huyo ndo Father Achille. Anaweka mafuta kwenye gari ili mradi amshughulikie mtu afanikiwe. Hapuzi mtu. Aliwo. Ukimpa kadi ya jambo lako ustani, atakuthamini, haita kwa uwepo wake au atakuandikia message ya udhuru, lakini utamuona. Abeo obeo. Iwe furaha, iwe huzuni, Father Achille aliwo. Hii inawezekana. Na sisi tukawepo katika hali zote. Baba Achille, hii inanikumbusha Father mmoja sala ya kanisa. Sasa Father Fratelli wakati wa likizo, mafrateli wapo, Fratelli akamwendea akasema, Father, unaitiwa kuna mgonjwa anaumwa sana. Father akafunika breviary, akamwambia Fratelli, akasema, namwacha Mungu na muendea Mungu. Namwacha Mungu na muendea Mungu. Huyo ndo Father Achille, yupo. Tujifunze kuwa karimu. Papa Francis anatuambia ukarimu ni asili ya maumbile. Papa anakuambia angalia jua lijioti. Papa anasema angalia miti haili matunda yake. Papa anatuambia angalia ng'ombe yani maziwa yake yananywewa. Papa anatuambia angalia mto haujipozi kiu, maji yake yananywewa yanapoza wengine. Papa anasema hivyo basi. Na wewe ukifundishwa fundisha, ukielimishwa elimisha, ukipata toa. Uwe mkarimu. Na mshumaa upotezi chochote kwa kuwasha mishumaa mingine. Father, tunashukuru sana kwa ukarimu wako. Asante sana. Na Mama Teresa wa Calcutta anatuambia hata omba kama ni mkarimu atatoa kama vile ni mwana wa mfalme. Unaweza kupata omba wawili wako pale labda stendi wawili, una shilingi 1000 ukawapa ukakosa change. Ukamwambia mmoja utampa huyu 500 mtagawana. Na kwambia ukiondoka tu huyu ampi na ni omba bado roho mbaya ngumu. Ampi. Kwenda na watu wengi walipenda ukamwambia Mama Teresa, tunataka tuje huko India tuione Calcutta au Calcutta. Unavyowajali watu. Mama Teresa alikataa. Asema sasa msije India. Hapo ulipotengeneza Calcutta au Calcutta yako. Mama anasema kwani hakuna mgonjwa jirani yake anayeumwa? Hakuna mtu anapenda apungiwe mkono tu aondoe msongo wa mawazo? Mama Teresa anatuambia kwani hauna watoto wenye uhitaji? Akasema hiyo ndo Calcutta yako, kuwa mkarimu. Na mama anatuambia mwishoni hatutahukumiwa kwa sababu ya vyeo tulivyo navyo, kwa sababu ya elimu tulizonazo, kwa sababu ya fedha tulizonazo, kwa sababu ya mali tuliyotuma. Tutahukumiwa kwa vigezo vya ukarimu. Nilikuwa uchi --, nilikuwa na njaa --, nilikuwa hivi kifungoni --. Baba Achille, tunashukuru sana. Asante sana baba. Na mnajua Tobiti 4 anasema toa ulicho nacho, ukiwa na zaidi toa zaidi. Hata ukiwa na kidogo toa sehemu yake. Mwingine akaniambia akasema Father Achille ana daring character, ana thubutu na anaona mbali. Na Father, ukumbuka ukiwa Kijwire ulikuwa na msemo wako otemujungu aurore bilia meza. Ni msemo wako maarufu Kijwire. Omujungu aurora bilia meza. Atikata biboine tabiorori. Father, tunashukuru kwa kuchakalika uthubutu wako hata kubuni miradi. Tunashukuru sana, inawezekana. Father Achille, sisi tuliobahatika kuishi nawe na kufanya utume pamoja nawe, tunautambua msemo wako na kuambia inawezekana. Hata kuwa mkarimu inawezekana. Sababu tunayo, nia tunayo,
na uwezo wa kuthubutu tunao. Inawezekana. Kuombeka, kuraba katokoro maizi, ukajombwato, ukajomu wilaya kuhudumia. Tunashukuru. Mnajua kule katokoro. Mto ulijaa kabisa, Father anapanda mtumbwi. Ilikuwa ni barabara tunapita pikipiki na magari, watu wanapita vizuri. Maji yamejaa. Father anapanda mtumbwi na mafadha wengine. Tunashukuru Baba, inawezekana. Watu wa Giramayo. Hata shule ikiungua moto, kumbe inawezekana kuijenga upya na kwa kiwango bora zaidi. Kumbe inawezekana. Mmoja aliniambia aitai na mbu mimi. Na aliweka hivyo Father. Sema tai na mbu mimi. Shule imechomwa lakini anaendelea. Atako tika goba. Atao anakaniambia ati hao Father ni baba alinyaba ni mtume nani? Bakwesebati nitume mimi. Nilifurahi sana katika mahojiano ya Father. Yaani nimeburudika kweli. Father tunashukuru sana. Inanikumbusha siku moja, mnamfahamu mwanasayansi maarufu anaitwa Thomas Edison. Karakana yake iliungua moto. Lakini asubuhi yake kwenye majivu aliweka bango limeandikwa biashara inaendelea. Kumbe inawezekana. Inawezekana. Father ni mmoja watu wengi sana. Washama askofu, mamonsnyori, mapadre, watawa, wanafamilia, makatekista, marafiki zako, waamini mbalimbali, wanafunzi wa shule yetu ya Ngarama, wanafunzi wa chekechea, Bishop Nkaranga. Nimeenda jana nimekimbia Nkankaoji wachache. Na swali lilikuwa moja, unajifunza nini kwa Father Achille na Mwegera Oki? Wote wanazo sifa njema juu yako. Tunakuombea sifa hizi njema zidumu. Na Mungu aliyeanzisha haya mema ndani mwako aendelee mwenyewe kuyakamilisha. Baba, inawezekana. Muda unakimbia, lakini mwingine ameniambia ni mcheshi na ni mtu wa utani, sense of humor. Papa Mtakatifu Yohana Paulo wa pili na Papa Francis wanaona utani na ucheshi kama dalili za utakatifu. Maana uwezi kuwatania watu kama uwapendi. Father Achille una upendo mkubwa. Na hii ni simulizi la kweli. Ndio maana kuna mwanafamilia mmoja alikuwa anataniwa, akaambiwa Father Achille alivyo na utani. Aikaturajamu katulisa mtuishe. Mtu mnagao. Father Achille tunakushukuru kama bakwesebati. Omushaija wakatondebi tunabikora. Bai birungi byonka tulige. Bai taina munkambira msamiati mpya ni mupata Ngarama. Bai taina nkambira. Kuonesha kwamba awadanganyi. Mmoja akaendelea kuniambia akisema Father atudanganyi. Ati ara warembasho nyoko alibariko baje. Na akanipa ufafanuzi kwamba huko mbali omwana kaya kulea ishatai kumanya chokanye na mwana utokaina ngaba atani je mudebero mwana wa ara warembasho tinyoko. Okwanga Father tunakwambia tunajua haya tunayosema utafika Ngarama utaona. Watu wa Giramayo. Tunashukuru sana. Father Achille, wewe ni padre. Umekwezwa na Mungu na jishikamanishe katika mkono wa Bwana nao utakuwa imara. Kama Mwenyezi Mungu asemavyo kwa kinywa cha Nabii Isaya, nimekushika mikono tangu ulipozaliwa. Nimekutunza tangu siku ile ulipozaliwa. Hata ukiwa mzee, mimi nitakuwa yule yule. Hata nywele zako zikigeuka na kuwa nyeupe, nitakutunza. Nilikuumba na nitakutunza. Isaya 46:3-4. Na Papa Kardinali Francis Arinze anatukumbusha mapadre tuwe na nguzo, na hiyo ngao tusiache. Na nguzo hii anasema ni upendo wa aina 4, ni 4 loves of a priest. Anasema upendo kwa Yesu Kristo, upendo kwa maandiko matakatifu, upendo kwa Bikira Maria na upendo kwa kanisa. Baba, tunakuombea hayo. Endelea kumpenda Mungu na kanisa lake, endelea kupenda maandiko matakatifu, endelea kumpenda mama yetu Bikira Maria aliye sababu ya furaha yetu, na wazidi kukusaidia na kukuombea, aendelee kukushika, uendelee kulitumikia kanisa kwa moyo wako wote. Mukuru wa yukamuno ijuka edini kuba mwanda ataguraba mtagoba, edini kuba mulimo atagukora tasimwa na ngunema nzema ni roho ndashana. Eginyo dini yawe ubunigo mulimo gwawe eginyo ndashana yawe. Mukuru gumiso utege. Father Katambe na bana tukambira buri kiro mgurupu. Ai gumiso utege. Mukuru gumiso utege. Na Bwana tutimiza kusudi lake kwako. Ile Zaburi ya 138:8. No munyamba akachomu gani? Ataka nakora katokateza harume. Akanakora katokateza tukateza.
Mtoto utakayembeba mgongoni umpitishe kwenye umande, maana itakula kwako baadaye. Asante sana Father Chile